Nchi za Umoja wa Sahel AES, Mali, Niger na Burkina Faso zimeanzisha ushuru wa asilimia 0.5 kwa bidhaa zinazouzwa kutoka katika nchi zisizo za Umoja wa Nchi za Sahel. Mnamo Januari, mataifa haya matatu ya Sahel yalitangaza kujitoa kutoka katika Umoja wa Kiuchumi wa Kimataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS na kuunda umoja wao wa AES, wakieleza kushutumu ushawishi wa kikoloni wa ECOWAS. Licha ya kujiondoa, wataendelea na upatikanaji wa baadhi ya faida kutoka ECOWAS kama vile uhuru wa kusafiri na kuhamisha bidhaa hadi makubaliano ya kujiondoa yatakapokamilika kupitia mazungumzo yanayoendelea. Zaidi ya hayo, AES imeanzisha mpango wa pamoja unaolenga bidhaa zinazouzwa kutoka nchi zisizo wanachama wa nchi hizo ambazo hazina makubaliano ya forodha na umoja huo. Kwa mujibu wa hati iliyosainiwa na kiongozi wa kijeshi wa Mali na rais wa AES Jenerali Assimi Goita, mapato yatakayopatikana kutokana na ushuru huu yatatumika kufadhili miradi ya AES, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya kiuchumi, miradi ya miundombinu ya umma na programu za msaada ya kijamii. Ni muhimu kutambua kuwa bidhaa zitakazopita katika nchi hizi, iwe ni misaada, michango na ruzuku, zisizorejeshwa tena, hazitalipiwa ushuru wa forodha. Waziri wa uchumi na fedha wa Mali, Alonseni Sanu, alisisitiza kuwa ushuru huu mpya hauwezi kuwa mzigo kwa watumiaji. Tuna ushuru wa ECOWAS wa jumla unaotekelezwa kwa usawa, waziri huyu alieleza wakati wa hotuba kwenye television. Kwa watumiaji wa Mali, ushuru huu ni uhamisho tu na hautaathiri bidhaa zinazouzwa wala bei ya chakula kilichozalishwa nje. Serikali hizi za Umoja wa Sahel ambazo zilipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi kati ya mwaka 2020 hadi 2023 zimesema kwamba zitashikilia sera ya uhuru.